Wizara ya Afya imezindua mpango wa kitaifa wa mwaka 2026 hadi 2030 wa kutokomeza saratani ya mlango wa uzazi unaozingatia kinga kupitia chanjo, uchunguzi wa wakati na kuhakikisha kila mwanamke aliyegunduliwa kuwa na saratani hiyo anakamilisha matibabu yake. Akizungumza wakati wa kongamano la kitaifa jijini Nairobi, Waziri wa Afya Aden Duale alifichua kwamba humu nchini vifo 3500 vya saratani ya mlango wa uzazi huripotiwa kila mwaka. Kila mwezi wa Januari dunia huadhimisha mwezi wa uhamasishaji kuhusu saratani ya mlango wa uzazi ambao ni ugonjwa unaoua maelfu ya wanawake kila mwaka. Nchini Kenya, ugonjwa huo husababisha vifo vya wanawake 3500 kila mwaka, huku visa vipya 6000 pia vikiripotiwa. They represent fractured families and diminished communities. Because this disease is almost entirely preventable, I think its persistence is a stark marker of our health inequality that this ministry that I lead must make a decision to end it. Akiongoza kongamano la kitaifa hii leo, Waziri wa Afya Aden Duale alizindua mpango wa kitaifa kutokomeza saratani hiyo ya mlango wa uzazi nchini kutoka mwaka 2026 hadi 2030 ambao unalenga kufikia lengo la kimataifa la 90-70-90. Hii ina maana kuwa 90% ya wasichana watachanjwa dhidi ya virusi vya HPV, huku 70% ya wanawake wakichunguzwa na kuhakikisha 90% ya wale waliogunduliwa wanapata matibabu kwa wakati. Reduce missed opportunities and accelerate our progress. And I wish to state it clearly that the HPV vaccine is offered free of charge to all 10 to 14 years old girls at our public health facility nation. Katika hotuba yake, Waziri Duale aliangazia mabadiliko ya Kenya hadi ratiba ya chanjo ya HPV ya dozi moja, upanuzi wa upimaji wa DNA wa HPV na kuanzishwa kwa sampuli binafsi ili kuimarisha upimaji. We are going to create and make it mandatory in all our facilities, public, private, and faith-based, that there must be a charter displayed in all those facilities, that the citizens can see that the following items are free and nobody should go charge them. Alisisitiza kujitolea kwa serikali kuimarisha mifumo ya matibabu maalum, kupanua miundombinu ya matibabu ya saratani, kujenga jopo kazi la afya lenye ujuzi na kuendeleza mageuzi ya ufadhili wa afya chini ya mamlaka ya afya ya jamii yenye lengo la kufanya huduma ya saratani ipatikane, iwe nafuu na yenye usawa. Kasichana Masha, Darubini.